Na mtazamaji, karibu kwa taarifa za michezo. Chama cha riadha nchini AK leo kimetoa onyo kwa viongozi wa riadha kutoka kwenye kaunti mbalimbali kote nchini kutojihusisha na kusajili mashindano ambayo hayajatimiza viwango ambavyo vinavyohitajika. Haya yanajiri siku chache tu baada ya mwanariadha mmoja kuzirai na kufariki alipokuwa akishiriki mbio za juma lililopita. Kufuatia kujitokeza kwa wanariadha wengi nchini kila kuchao kumepelekea kuanzishwa kwa mashindano chungu nzima kote nchini, na chama cha riadha nchini sasa kinakiri kuwa sio jambo rahisi kufuatilia kwa kina mashindano yote yanayoandaliwa. Jukumu la kuhakikisha ni mashindano yaliyotimiza matakwa ya chama cha riadha sasa limetwikwa viongozi wa riadha kwenye kaunti mbalimbali. Our affiliates responsible because if they have sanctioned an event within their own region and that they know very well rules are not being followed, should anything happen, we hold them responsible. Akizungumza na KTN Michezo, afisa anayesimamia mashindano katika chama cha riadha nchini AK David Okeo amehimiza viongozi wa riadha kuwa makini kabla ya kutoa idhini kwa mashindano yoyote kuendelea. Matamshi haya yanajiri siku chache tu baada ya mwanariadha Geoffrey Tarno kuzirai na kufariki wakati wa mashindano ya kimbilio. I asked for a report which have already been given, and then we found out that yes, it was sanctioned by the branch. Wakati huo msimu ujao wa riadha utashuhudia mashindano chungu nzima hapa nyumbani na pia kimataifa, na tayari chama cha riadha AK kimekwisha toa ratiba ya mashindano hayo. Must look forward to winning as many medals as possible. Not only from track and field, because commonly things a number of sports disciplines take part in that. Mashindano ya Jumuiya ya Madola ambayo yatafanyika mwaka ujao yanatarajiwa kuwavutia wanariadha wengi, haswa ikizingatiwa hakuna michezo ya Olimpiki wala mashindano ya dunia ya riadha. Lynn Washira, KTN Michezo.